Karibu kwenye hadithi za Biblia na Kevo. Leo nitakupeleka kwenye mojawapo ya matukio ya ajabu sana kuwahi kutokea duniani. Ni baada ya gharika ya Nuhu, wakati ambapo wanadamu walikusanyika mahali pamoja ili kutaka kufika alipo Mungu kwa kujenga mnara mrefu hadi mbinguni. Lakini Mungu mwenyewe akashuka kuonesha nani ndiye Bwana wa kweli. Karibu kwenye hadithi ya mnara wa Babeli. Baada ya gharika, wanadamu walikuwa wamebaki wachache, yaani familia ya Nuhu pekee. Lakini kadri muda ulivyopita, dunia ilianza kujaa tena. Watoto wa Nuhu, Shemu, Hamu na Yafethi, walizaa watoto na uzao wao kaenea kote duniani. Watu walizungumza lugha moja, na kwa sababu hiyo waliweza kuwasiliana na kuelewana kwa urahisi sana. Kwa umoja wao walihamia mashariki hadi wakafika kwenye nchi nzuri ya tambalale iliyoitwa Shinari. Walipofika Shinari, waliona kwamba mahali pale palikuwa pazuri pa kuishi. Wakaamua kujenga mji mkubwa utakaopatia sifa kote duniani. Wakajisemea, tujenge mji mkubwa na mnara mrefu sana, ufike mbinguni. Tukijenga hivi, tutajitwalia jina ili tusitawanyike kote duniani. Watu hawa hawakutaka kutia agizo la Mungu alilowapa, zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Badala yake walitaka kuishi pamoja tu na kujikuza wao wenyewe. Hii ilikuwa ni kiburi na kujaribu kumfikia Mungu kwa nguvu za kibinadamu. Basi walianza kuchoma tofali na kuyatumia kama mawe na lami kama chokaa. Kazi ilikuwa nguvu na ya ajabu, lakini taratibu mnara ukaendelea kupanda juu. Watu kutoka pande mbalimbali walikuja kushiriki, wakichangia ujuzi na nguvu. Ilikuwa ni maonyesho ya umoja wa wanadamu, lakini bila Mungu. Waliamini kwamba hakuna watakachoshindwa kufanya wakiwa pamoja. Hawakujua kuwa yupo Mungu muumba na mtawala wa mbingu na dunia, aliyekuwa akiwatazama wakifanya yaliyowapendeza wao na sio yeye. Ndipo Bwana akashuka kutoka mbinguni, akauona mji waliojenga na ule mnara mkubwa. Kisha Mungu akasema, wakiwa na lugha moja na wakiwa moja hivi, hakuna watakaloshindwa kulifanya. Hebu tushuke, tuchanganye lugha yao, wasielewane tena. Ni wazi kuwa Mungu aliona jitihada zao ni za dhati, na alijua pasipo kuwazuia basi wangeweza kufanikisha azimio lao, na ndipo akashuka na kuwachanganyia lugha ili wasielewane tena. Baada ya Mungu kushuka na kuwafanya wasielewane, kelele zilianza kutanda kila mahali. Watu waliongea lakini hawakuelewana kabisa. Mafundi wakaanza kuzungumza lugha tofauti. Mmoja anasema niletee tofali, mwingine anadhani amesema niletee moto. Machafuko yakazuka, ujenzi ukasimama, hakuna aliyemwelewa mwenzake tena. Watu wakashindwa kuendelea na kazi. Walitawanyika kwa makundi kulingana na lugha walizozungumza. Baadhi wakaenda kaskazini, wengine kusini, wengine mashariki na wengine magharibi. Na hapo ndipo historia ya mataifa, lugha na makabila mbalimbali ilipoanza. Na mji ule ukaitwa Babeli, maana yake mchanganyiko au machafuko ya lugha. Hadithi ya mnara wa Babeli inaonywa na somo. Umoja ni mzuri, lakini kama haujawekwa chini ya uongozi wa Mungu, huzaa kiburi na uasi. Mungu anapenda kuona binadamu wakishirikiana, lakini si kwa lengo la kumuasi au kujikuza wao binafsi. Katika maisha yetu ya kila siku, tusiwe kama wale watu wa Babeli waliowaza utukufu wao binafsi na siye Mungu aliyewaumba. Tujifunze kumhusisha Mungu katika mipango yetu yote. Mimi ni Kevo, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Tukutane kwenye hadithi ijayo. Mungu akubariki.